والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد kushukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kuweza kumtakia rehema mwananchi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Haq subhanahu wa ta'ala, inna 'iddata shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-arda minha 4 hurum dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Anasema al-Haq subhanahu wa ta'ala, hakika idadi ya miezi mbele ya al-Haq subhanahu wa ta'ala ni miezi 12, kwa maana ni miezi 12, lakini ndani ya hiyo miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Ndani ya miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Lakini sasa baadhi yetu wengi sana hatuifahamu, kuanzia Muharram mpaka huu Dhulhijja. Wengi tunafahamu Januari, Februari mpaka Disemba, lakini mtiririko kuanzia mwezi wa kwanza wa Kiislamu ambao ni Muharram, Safar ambao ni mwezi wa pili, mpaka mwezi huu wa 12 ambao ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao kwamba mahujaji wamekwenda kuhiji katika Baitul Haram. Wengi hatufahamu. Sasa hapa sana kama tufahamu miezi 12, tukae chini tuweze kutafuta elimu juu ya kufahamu hii miezi 12 na khairi ambazo ziko katika miezi hii. Kwa hadithi ya Abi Bakr radhiallahu anhu qala, sema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad sadara ka hay'ati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ardh. Hakika zama zimerudi katika zile desturi zake, kama vile ambapo kwamba alipata kuumba al-Haq subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi 7 pia. Sema 12 shahra minha 4 hurum. Kati hiyo miezi 12 akasema pia kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Akasema Sayyidina Bakr akasema thalathatu mutawaliyat. Ndani ya hiyo miezi minne mitukufu kuna miezi mitatu ambayo kwamba yenye kufuatana. Sema katika hiyo miezi mitatu yenye kufuatana, wa kwanza ni Dhulqa'da ambao ni mwezi uliopita. Wa pili mwezi unaitwa Dhulhijja, ndio mwezi huo ambao kwamba mahujaji wanakuhiji katika Baitul Haram. Na unaofuata unaitwa Muharram, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Mwezi ambao tupo unaitwa mwezi wa Dhulhijja, ni mwezi wa 12 katika ile miezi 12 ya Kiislamu. Unaokuja pia utakuwa ni mwezi wa kwanza wa Kiislamu, unaitwa mwezi wa Muharram. Hii miezi mitatu yote ni miezi mitukufu ndani yake. Ulitoka Dhulqa'da, tupo Dhulhijja, unafuata mwezi wa Muharram. Lakini pia akasema wa Rajab, na mwezi wa tatu, mwezi wa 4 ambao kwamba ni mwezi mtukufu, ni mwezi wa Rajab. Hii miezi minne ni mitukufu mbele ya al-Haq subhanahu wa ta'ala. Ni pale al-Haq subhanahu wa ta'ala kusema fala tadhlimu fihinna anfusakum, wala tusidhulumu nafsi zetu katika hii miezi mitukufu. Kwa maana tusifanye kila aina maasi. Miezi mitukufu khairi zake zinakuwa nyingi sana, thawabu zake zinakuwa ni maradufu kuliko miezi mingine. Mwezi huu wa Dhulhijja ni miongoni mwa miezi kwamba mitukufu mbele ya al-Haq subhanahu wa ta'ala. Ndani ya faida ambazo kwamba zinapatikana katika hii miezi mitukufu, hususan katika mwezi huu wa Dhulhijja, adh-dhunub fi hadhihi al-ashhur al-a'zam ashaddu ithman. Madhambi ambayo kwamba yanatendeka ndani ya miezi hii mitukufu, hususan katika mwezi wa Dhulhijja, madhambi yake basi yanalipwa vile vile maradufu mfano wake. Ukiiba basi pia dhambi yako inakuwa maradufu mfano wake ndani ya miezi hii mitukufu, kama mwezi huu wa Dhulhijja, mwezi ambao kwamba mahujaji wamekwenda kuhiji katika Baitul Haram. Pia akasema al-a'malu salihah fiha a'zam ajra wa akthar thawaba. Pia na amal salihah, matendo mema ndani ya mwezi huu mtukufu, basi pia yanakuwa na ujira mkubwa sana mbele ya al-Haq subhanahu wa ta'ala. Basi yafaa sana kupia kila aina ya khair katika miezi mitukufu kama mwezi wa Dhulhijja. Mahujaji wakwenda kuhiji katika Baitul Haram. Sisi ambao kwamba hatuna uwezo na nafasi ya kwenda kuhiji katika Baitul Haram, basi yafaa sana tumtukuze al-Haq subhanahu wa ta'ala ndani ya haya masiku ambapo kwamba tunaenda kusherehekea Eid al-Adha. Basi na sisi yafaa sana kudumu na amal salih, kuleta istighfar,
huleta adhkari mbalimbali, takbira mbalimbali, tasbihi pia, ili pia na sisi tu karibu na al-haq subhanahu wa ta'ala. Uzangu katika imani, tupie kila aina khairi pia na sisi tuweze kupata radhi za al-haq subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ndani ya miezi hii mitukufu, hii ya fursa tutambua ni fursa ya sisi kuwa cha Mungu. Yani ni fursa adhimu sisi kuwa cha Mungu, kwa maana ndio turning point ya watu wengi. Basi kama alikuwa anatenda maasi mengi, basi ayaache ndani ya miezi mitukufu. Akibadilika ndani ya miezi mitukufu, basi mtu atakuwa ufaulu kwa mkubwa sana ndani ya miezi hii mitukufu. Uzangu katika imani, tupo katika masiku 10 ya Dhulhijja. Masiku haya 10 al-haq subhanahu wa ta'ala amepata kuyapia katika Qur'an. Alisema wal fajr wa layali al-ashr, alianza kuwapia kwa muda wa al-fajr na masiku 10 ya haya ya Dhulhijja. Yafaa sana ndani ya kiapo hichi cha al-haq subhanahu wa ta'ala tudumu katika kila aina ya khair mbalimbali. Ndio hapo sasa wengi pia tangu mwezi ulipoandama wa Dhulhijja mpaka tarehe 9 katika Dhulhijja walikuwa nadumu na funga. Kuna watu walianza na bado wanaendelea na funga hizi. Kuna watu pia ndani ya visimamo pia katika usiku, katika masiku ya 10 pia wanadumu na visimamo ili pia watakuwa karibu na al-haq subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi ya Abu Huraira radhiya al-haq subhanahu wa ta'ala zaidi yake anasema an nabii sallallahu alayhi wasallam qala ma min ayami ahabbu ila Allah an yata'abbada lahu minha min 10 dhul-hijja. Anasema Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayami ahabbu ila Allah, hakuna masiku kwamba yanapendeza mno mbele al-haq subhanahu wa ta'ala an yata'abbada lahu minha min 10 dhul-hijja, kwa mja kufanya ibada ndani ya masiku haya isipokuwa masiku ya 10 ya Dhulhijja, kuanzia tarehe mosi mpaka tarehe 10. Masiku haya al-haq subhanahu wa ta'ala anapenda sana kuabudiwa katika masiku haya 10 ya Dhulhijja. Asema pia ya'adhu siyamu kulli yawm minha bisiyam sanat, basi funga katika masiku haya 10 ya Dhulhijja al-haq subhanahu wa ta'ala anapima kama vile mtu funga ya mwaka mzima. Ukifunga siku moja ndani ya Dhulhijja, masiku haya 10 ya Dhulhijja, kuanzia tarehe mosi mpaka tarehe 10 mpaka tarehe 9, basi al-haq subhanahu wa ta'ala, basi funga ya mtu huyo anaipima katika uzani kama vile mtu huyo amefunga mwaka mzima ndani masiku haya 10 ya Dhulhijja. Pia akasema wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyam lailatul qadr, na pia na kisimamo cha usiku ambacho kwamba mtu ataamka kwa ajili ya kwa karibu na al-haq subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja, basi al-haq subhanahu wa ta'ala kiamu hicho basi al-haq subhanahu wa ta'ala anaweka saa kama vile kisimamo cha lailatul qadr. Fadhila za masiku haya 10 ya Dhulhijja ni makubwa sana. Vuta picha, unafunga siku moja, al-haq subhanahu wa ta'ala anakulipa ujira wa malipo ya mwaka mzima. Vuta picha, unasimama usiku mmoja, basi al-haq subhanahu wa ta'ala anakulipa ujira wa wewe kusimama kuidiriki lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr, nusiku kwa kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Lakini sasa ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja al-haq subhanahu wa ta'ala kwa yule kwamba ataacha usingizi wake, mke wake, kitanda chake, basi kwa ajili ya kwa karibu na al-haq subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo al-haq subhanahu wa ta'ala anamlipa kisimamo chake kama vile kisimamo cha lailatul qadr. Ndugu zangu, tuviache vitanda vyetu, mashuka yetu na wake zetu pia tuache, ili pia na sisi tuweze kupata malipo haya ya kulipwa kama vile kisimamo cha lailatul qadr. Kama unaweza kufunga pia basi funga, lakini tambua malipo kwa kwamba utayapata kwa wewe mfungaji ndani ya masiku ya 10 ya Dhulhijja, basi ni kama vile umefunga mwaka mzima. Hadithi nyingine Ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema ali nabii sallallahu alayhi wasallam anasema ma min ayyam al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr Dhulhijja. Anasema Ibn Abbas radhiya al-haq subhanahu wa baba pia na mama pia anasema amepokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam, hakuna masiku kwa kwamba al-amal salihah, matendo yalikuwa mema mbele al-haq subhanahu wa ta'ala, ahabbu ila Allah min hadha al-ayyam, yanapendeza mno
mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya. Akasema yani al-ayyam al-ashr, masiku haya 10 Dhulhijja. Qalu ya Rasulullah, wakamuuliza ya Rasulullah, wala jihad? Pia akasema wala jihad fi sabilillah, wala jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume pia akasema wala jihad fi sabilillah, hata kama jihad pia ndani ya masiku ya 10 ya Dhulhijja, basi Allah subhanahu wa ta'ala uzito wa jihadi, mtu ametoka kwa ajili ya kwenda kupambana katika jihadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku ya 10, lao kama mtu anajipinda na ibada kisawasawa, basi hata jihadi pia hawezi kufuata katika masiku ya 10. Zangu tushapambanie masiku ya 10 ya Dhulhijja, hatujui tutaweza kuyadiriki katika mwaka unaofuata, hatujui uenda Dhulhijja hii ndio mwisho mimi na wewe. Basi yafaa sana tuweze kujipinda kidhati katika masiku ya 10 ya Dhulhijja. Pia akasema illa rajul, isipokuwa mtu kwamba kharaja binafsihi wa malihi, ametoka yeye mwenyewe nafsi yake pia na mali yake, hiyo jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, thumma lam yarji' min dhalika shay'un, baada ya hapo mtu huyo hakurudi yeye na mali yake, vyote pia vikawa vimeangamia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Najua jihadi masahaba pia wamemwaga mali zao, wamemwaga damu zao, wameuza kila kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili pia kalima ya tauhid iwe juu. Sasa mtu kwamba atafunga, ataamka usiku, atata tasbihi, atata adhkar mbalimbali, tahlil pia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku ya 10 ya Dhulhijja, basi mtu huyu hawezi kupata ujira kama wa mtu kwamba ametoka katika jihadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa ili huyu jihadi amshinde huyu mtu kwamba atafanya ibada ya masiku ya 10, basi mtu wa jihadi ikiwa ametoka yeye na nafsi yake na mali zake pia, basi hatoreje chochote, kwa maana mtu atakuwa amefika katika jihadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye pia na mali yake. Uzani huu ni mkubwa sana miongoni mwa watu kwamba watahukumiwa atakuwa kwanza kwenda peponi kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kwamba amefia katika uwanja wa vita. Uwanja wa vita wanapigana mushrik pia na muslim pia, mtu huyu akamwaga damu yake na nafsi yake pia ikawa ameangamia huko, basi atakuwa kwanza kwenda peponi mtu huyu. Lakini sasa huyu mtu kwamba atadumu na amali salihah ndani ya masiku ya 10, basi huyu jihadi pia hawezi kulingana naye sawa. Mzama Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia mimi na wewe kuendelea masiku haya 10 ya Dhulhijja. Yafaa sana tujipinde kidhati kwa ibada, yafaa sana tujipinde kidhati kwa ibada, kwa maana fursa hii ni adhimu sana. Wapo kwamba walitamani kuyapata masiku ya 10, lakini wapi? Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia. Huenda sasa hivi ni wagonjwa, wako hospitalini pia wanapambania afya zao, wengine pia huenda muda huu ndio yule wapo katika sakaratul mauti, malakul mauti ama kwenda kuchukua roho zao, au wengine pia tumeshawazika katika matumbo ya ardhi. Mimi nawe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuendelea masiku haya 10 ya Dhulhijja. Anza leo, umechelewa ndugu zangu katika imani, wala umechelewa mpaka yaumul Eid, wengine watakula Ijumaa, wengine watakula Jumamosi. Masiku haya 10 kuanzia Ijumaa ya leo mpaka Ijumaa inayokuja, wewe unaweza kuvuna. Tusiache hivi ndugu zangu katika imani, wala umechelewa. Hata kama kuanza tarehe mosi pia anza leo mpaka yaumul Eid pia umeshavuna thawabu zako tele. Amka usiku ndugu zangu katika imani, basi usiamke hata siku zote 10 ndugu zangu katika imani, hata siku moja katika masiku, hata siku moja pia, ili pia tuvune ndugu zangu katika imani masiku ya 10. Ukishinda kuvuna thawabu za funga pia, amka usiku, vuna pia thawabu za kusimama usiku, ili pia Allah subhanahu wa ta'ala akuandikie kama vile umefanya ibada ndani ya Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alf shahr, ni siku ambayo kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Na wewe pia ukifanya ibada ndani ya masiku ya 10, usiku mmoja pia unaandikiwa umefanya ibada ndani ya miezi 1000. Ni fursa adhimu sana ndugu zangu katika imani. Yafaa sana kuweza kupia fursa hizi, ili pia tuweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala duniani pia na kesho akhera. Nimalize
وحديث يمشي أسمع عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع صيام يوم عرفة funga ya siku ya Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Hadithi kutoka kwa Abi Qatada amepokea kutoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume, funga ya siku ya Arafa, funga ya siku ya Arafa, funga ya siku ya Arafa, basi anataraji kwa al-haq subhanahu wa ta'ala mfungaji wa kwamba atafunga yaumu Arafa, mtu huyu atapata kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Yukafir as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu, mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Funga moja siku ya Arafa, ile siku ya Arafa, mtu huyu mwenye kufunga ya Arafa, basi al-haq subhanahu wa ta'ala tunataraji pia atapata kusamehewa madhambi yake yaliyopita pia na yajayo, mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Ndugu zangu, fursa ni adhimu sana, kubwa sana. Kama al-haq subhanahu wa ta'ala atakujalia siha njema na uhai pia na pumzi, basi funga tu. Hata kama hutosamehewa, basi utaandikiwa umefunga kama vile mtu amefunga mwaka mzima. Tumesoma katika hadithi ya kwanza, mwenye kufunga siku moja katika masiku 10 ya Dhulhijja, basi mtu huyo ataandikiwa kama vile amefunga mwaka mzima. Ujira huo kufunga mwaka mzima ni mkubwa sana. Basi na ujira mwingine pia, mtu huyu pia ataandikiwa pia mbele ya al-haq subhanahu wa ta'ala kama vile amesamehewa madhambi yake yaliyopita na yajayo. Mzangu, fursa hizi huwa hazirejei mara mbili. Hatujui, huenda Dhulhijja hii kani ya mwisho, ama Eid hii ya Udhiya hii kani ya mwisho. Mimi nayokaa katika mgongo wa ardhi, tukatamani sana tupo katika matumbo ya ardhi, lakini ningejua, ningemsikiliza fulani wakati anaongea, basi ningefunga, ningesimama usiku kadha, ningetoa sadaka, lakini wapi? Tayari al-haq subhanahu wa ta'ala ameshamtuma malakul mauti, muda ule unajuta uko katika tumbo la ardhi. Ningejua, ningefanya kadha wa kadha, ningeamka usiku, ningetoa sadaka, ningesoma Qur'ani, lakini wapi? Muda umeshapita. Mzangu, masiku bado yapo. Anza leo ni usiku wa amka. Masiku haya 10 mpaka yaumul Eid pia kuna taabu zote hizi. Mzangu, tunatenda mengi sana. Ukianza kujitathmini katika nafsi yako, yananifanya 1, 2, 3, yote ya ovyo. Uliteta, ukadanganya, ukasengenya, ukazini, ukapiba, ukafanya kila aina ya upuzi. Lakini sasa kimekuja kifutio cha madhambi yetu. Masiku haya 10 ndio kifutio cha madhambi yetu sisi Waislamu. Yafaa sana kusoma katika imani. Kabla al-haq subhanahu wa ta'ala hajamtuma malakul maut kuja kuchukua roho zetu ambazo kwamba zinatupa kibri katika mgongo wa ardhi, tufanye amali salihah ndani ya masiku ya 10 ili pia tuweze kupata radhi za al-haq subhanahu wa ta'ala duniani na kesho akhera. Tusome katika imani, tukupieni fursa adhimu ndani ya masiku ya 10 ili pia tuweze kupata radhi za al-haq subhanahu wa ta'ala duniani na kesho akhera. Tusome katika imani, tumwombeni al-haq subhanahu wa ta'ala haya ambayo kwamba tunakumbushana, basi pia tuwe kwa maneno, tuweke kwenye matendo, ili pia ujira uje kwa mkubwa mbele ya al-haq subhanahu wa ta'ala kesho yaumul qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ij'alna fihi min al-maqbulin ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم صل بفضلك يا لطيف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله.